Asante sana. Ushindi dhidi ya Coastal kwa magoli mawili una maana gani kwa upande wa Azam FC? Una maana nzuri sana kwenye kujaribu kurecover kutoka kwenye mchezo tuliopoteza hapo nyuma. Yalikuwa maumivu makali sana. Mambo hayakwenda vizuri. So tulihitaji mechi fulani hivi ya kushinda ili tuweze kutibu majeraha yetu kwenye nyoyo zetu, kwenye nafsi zetu na kuweza kurudi kwenye hali ya kawaida kuelekea sehemu ya msimu iliyobakia. Kwenye press ya mwisho dhidi ya Young Africans ulisema hakuna kitu kibaya kama kuivunjia Azam FC, ukisema hapo kwenye mbio za ubingwa. Kwa matokeo ya hii mpaka hii leo bado unaiona Azam FC bado ipo kwenye mbio za ubingwa? Kwa sasa sio halisi tena. Sasa hivi haipo tena kwa sababu haiwezi kumfikia mtu anayeongoza ligi. So haiwezi kuwa kwenye mbio za ubingwa. At the time naongea ilikuwa inawezekana tukishinda mechi zetu tunaendelea kuwa kwenye, yani kimahesabu bado tunamkamata anayeongoza ligi, lakini kwa sasa hatuwezi kumkamata tena. So hatuwezi kuwa kwenye mbio za ubingwa. Na zako ukiangalia kwa msimamo namna ambavyo ulivyo, si ndio? Na ushawahi kuzungumza ukasema kwamba ni Azam ambayo mnaitazamia kwenye misimu mitatu inaweza ikaja ikawa bora. Kikubwa ulichokuwa unasisitizia ni Azam inaoshindana na kesho yake. Kwa kuelekea msimu unaofuata, bado unaiona ni Azam bado inaoshindana na msimu wake? Azam ya msimu ujao itakuwa bora kuliko msimu huu na inawezekana kuliko msimu uliopita na misimu mingine hivi karibuni. Kuna kitu tumekipata ambacho ni kizuri kushikilia kwa ajili ya kuendelea kujenga timu. Tuna msingi mzuri wa timu yetu. Mwalimu tulionaye ambaye ni mzoefu sana Afrika anakuwa tayari ameshaijua vizuri kabisa mazingira ya mpira wa Tanzania kuanzia timu yake hadi ligi nzima na mpira mzima wa Tanzania. So msimu ujao mambo yatakuwa mazuri zaidi na timu itakuwa bora zaidi na matokeo yatakuwa bora zaidi ya haya. Inawezekana kama timu ikashindwa kuachieve kwa msimu, lakini kuna achievement za mchezaji mmoja mmoja. Unamwona Faisal akienda kushinda tuzo ya mchezaji bora pamoja na MVP kwa msimu huu? Hizo ni tuzo za kuchaguliwa unajua. Sasa mimi siwezi kusema chochote kwenye hilo kwa sababu hizo ni tuzo za kuchaguliwa. Na wanaochagua wana namna yao wanaofikiria na vitu vyao wanavyoangalia. Ingekuwa tu tuzo kwa mfano ya mfungaji bora, hiyo haitaki kuchaguliwa na mtu yoyote. Umeona So unaweza ukasema kabisa kwa kasi hii anaweza akachukua. Lakini tuzo ya kuchaguliwa ni ngumu sana. Uweze kupanga, yani uweze kusema itakuwa hivi watu wachagua wengine kwa sababu tumeshaona mara nyingi. Ni kama tunavyoona kwenye kombe la dunia. Jude Bellingham alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mechi dhidi ya Ghana, lakini yeye mwenyewe akakiri kwa mimi sikustahili kuwa mchezaji bora wa mechi. Umeona So kuna watu wao wanachagua kwa wanavyotaka wao, tofauti hata na wachezaji wenyewe mpaka wanagoma. Hiyo imeshatokea sana hata kwenye tuzo ya Ballon d'Or. Messi alishinda nyingi sana za hivyo ambazo kwa stahili, kila mtu anaona kabisa stahili lakini kashinda. So iko hivyo. So hiyo siwezi kuizungumza sana. Simu ambapo Stefan Azikia anashinda tuzo ya mfungaji bora alikuwa nyuma ya Faisal Salum, si ndio? Akaja akatangulia na akaja afanikiwa kuweza kushinda. Faisal alitangulia kwa muda mrefu zaidi ya magoli 14. Leo tunavyozungumza na goli 15, Alan Okello naye pia na goli 15. Kwa mfano ikitokea imekosekana hiyo tuzo, namna gani mbona hisi mchezaji anaweza ikamwangusha zaidi kutoka chini? Hapana, mchezaji hachezi kwa ajili ya kushinda tuzo. Unajua Fei anacheza kwa ajili ya kuisaidia timu, sio kwa ajili ya kufunga yeye ili apate tuzo. Hiyo haipo hivyo. Ndio maana nakwambia Fei anafunga na assist. Nipe mchezaji ambaye namba zake ziko kama Fei. Assist goli 15, assist 10 ngapi? 14, 13, 10 ngapi? Maana yake anafunga, anacheza kwa ajili ya kuisaidia timu, sio tu kwamba akili zake yeye kwenye kufunga tu. So wala haitakuwa kitu kikubwa sana kama atapoteza. Of course kila mtu anatamani kupata kitu. Kwa hiyo unapokikosa kama kitu ambacho unadhani kilikuwa kinafaa kwako, unaweza kujisikia ningestahili kupata, lakini sio kimuumize kwamba ajisikia mnyonge kwamba kwa makosa. Hapana, Fei ni mkubwa kuliko hiyo. Mashabiki wa Azam wamtarajie Fei kwa msimu ujao? Fei yupo Azam FC, yupo sana. Yaani mashabiki wamtarajie sana, yupo sana. Amekuwa anatajwa kuhusishwa kuondoka. Kutajwa sio tatizo. Angekuwa anataja yeye, yani yeye angekuwa anasema ndio ingekuwa tatizo. Lakini wanasema watu wengine ni kama tu mbwa anabokia nyumbani kwake. Wewe una shida gani? Wewe uko kwako, yeye mbwa yuko huko. Akitoka huko barabarani akienda sehemu kia kafyata. Kimya akifika kwao ndo wa. Sasa huyo mbwa wa kumwogopa. Hawezi kumwogopa. Zaka, mimi nataka nipate maoni yako kidogo. Tumesikia kwa upande wa Simba baadhi ya watu wakilalamika mechi ya finali ya FA kuweza kuhamishwa na kupelekwa Gombani. Nyewe kwa upande wa Azam FC hatujasikia mkilalamika. Iko fair kwa upande wenu? Simba walalamika finali ya CAF kupelekwa Amani Zanzibar. Simba walalamika mechi ya Azam FC kupeleka. Yaani Azam wako nyumbani mechi yao wamepeleka Chamazi, Simba walalamika. Sasa Simba wakilalamika si kaida yao.
Hiyo ni sawa, yani mimi hata sioni umuhimu wa mimi kucomment kwenye hilo kwa dhidi ya watu ambao kulalamika ni kawaida yao. Hii mechi hata ingepelekwa Bunju wangelalamika. Yani wewe, yani kulalamika ni sehemu ya furaha zao. Yani ukimwona mbwa anakalia mkia sio anaumia, ndo anastarehe pale. Kwa Simba wakilalamika ndo wanasikia raha, yani wenyewe ndo raha yao. Sio kwamba wanalalamika kama hawajaridhika, ndo raha. Na hiyo ndi ishara mojawapo ya kuwa wamefurahi. Hiyo ni mojawapo ishara kwa wamefurahi. Ukiona kitu kimetokea Simba hawajasema chochote, hawajapenda. Yaani wakae kimya kabisa, hawajapenda. Wakisema hivi unajua hiyo wamefurahi, wanashangilia, hayo ndo makofi wamepiga. Kwa hiyo hongera sana kwa waliochagua uwanja wa Amani. Simba wamekubali na Gombane, Simba wamekubali ndio wa kwanza. Ukisikia tu wakipiga kelele unajua wamekubali. Na sisi tumekubali tukacheze mpira. Kama msemaji, kama afisa habari wa klabu ya Azam FC, kauli ya Ahmed Ally kusema kwamba ingeingia mechi ya Yanga dhidi ya Azam FC, Yanga dhidi ya Simba, kwao ingekuwa ni mechi nyepesi zaidi. Kama sehemu ya benchi la ufundi, lakini pia ukiwa ni sehemu ya msemaji wa klabu ya Azam FC, mnaipokea vipi kauli kama hii? Mara ya mwisho Simba kamfunga Yanga lini kwenye ligi? Hizo siku zote hizo ilikuwa nyepesi. Ije kwa nyepesi leo. Nadhani jibu nalo. So inatosha. Shukrani sana. Asante sana.